Habari yako, mimi ni Robin Rachel kutoka Robin Media. Habari zinazozagaa sasa hivi katika mitandao ya kijamii na baadhi ya vyombo vya habari ni juu ya Uganda kutaka access ya bahari ya Hindi. Na habari zinasema kwamba wanataka kupata access hiyo kwa kupitia Kenya. Na kuna watu wengine wanasema kwamba Uganda inataka kupigana na Kenya ili waweze kupata hiyo access ya bahari ya Hindi. Je, ni kweli Uganda wanaweza kupigana na Kenya? Hilo mimi sifahamu. Lakini mimi ninachoweza kuongelea ni swala la endapo ikatokea vita kati ya Uganda na Kenya, mambo yatakavyoweza kuwa. Hiko ndo ninachoweza kubashiri. Sasa hebu tuangalie juu kwamba hizi nchi zikipigana itakuwaje. Kwanza kabisa tuangalie nguvu ya kijeshi kati ya hizi nchi mbili. Tunaona kwamba tukianza kama katika swala zima la population, tunaona Kenya wana watu wengi kuliko Uganda. Maana yake ni kwamba Kenya pia wanakuwa na wanajeshi wengi kuliko Uganda. Lakini pia tukiangalia swala kiuchumi, Kenya wana uchumi mkubwa kuliko Uganda. Maana yake ni kwamba Kenya wana bajeti kubwa ya jeshi kuliko Uganda. Na kwa kuwa Kenya wana bajeti kubwa ya jeshi, maana yake ni kwamba Kenya wana vifaa vingi vya kijeshi na wana uwezo wa kuwa na vifaa vya kisasa vya kijeshi kuliko Uganda. Lakini pia tukiangalia katika swala la uzoefu, tunaona kwamba wanajeshi wa Kenya wamekuwa wakifanya mazoezi na wanajeshi wa nchi nyingi kubwa hasa nchi za NATO, tofauti na wanajeshi wa Uganda. Kwa hiyo Kenya wana mazoezi mazuri ya kijeshi zaidi ya wanajeshi wa Uganda. Mfano, wana mazoezi yale ya kila mwaka na nchi ambazo ziko NATO, ambao huwa yanaitwa Justified Accord, ambao kwa mwaka huu 2025 Tanzania pia sisi tumeshiriki katika haya mazoezi kama sikosei. Kuna habari zinasema tulishiriki. Kwa hiyo tunaona wana nafasi ya kufanya mazoezi na mataifa makubwa ya NATO, na pia Kenya ni rafiki wa NATO ambaye hayuko NATO. Kwa hiyo tunamuona Mkenya ni mtu ambaye ana jeshi lenye nguvu, ana uchumi wenye nguvu, lakini pia tunamuona ni mtu ambaye ana access ya silaha nzuri tofauti na Mganda. Lakini tukiangalia katika swala zima la viongozi wao, unajua saa zingine unaweza ukawa umepitwa kiuchumi, umepitwa katika swala zima la uwingi wa silaha, lakini ukawa na jemedari mzuri wa jeshi, amiri jeshi mkuu akawa anajua mambo ya kijeshi. Tukiangalia Kenya na Uganda, Kenya hawajawahi kuwa na rais ambaye amepitia jeshi. Marais wa Kenya ni wanasiasa. Lakini tukimwangalia rais wa Uganda Yoweri Museveni, huyu ni mwanajeshi nguli. Umeelewa? Huyu tumemtrain sisi wa Tanzania. Museveni alikuja Tanzania, alisoma chuo kikuu cha Dar es Salaam. Lakini pia tukampa mafunzo ya kijeshi. Na hata katika vita ile ya Idi Amin aliweza kushiriki kisawasawa akiwa upande wa Tanzania. Na alikuwa na kikosi chake kabisa, nafikiri kile kinaitwa Fronasa. Kwa hiyo alikuwa upande wa Tanzania. Kwa hiyo huyu jamaa sisi tumemtrain vizuri kabisa kijeshi, na hata alipochukua nchi hakuingia kwa njia ya kawaida, aliingia kwa njia ya mapinduzi. Aliingia katika vita ya miaka 5 kuanzia mwaka 81 mpaka 86. Akamtoa Milton Obote pale Uganda, ndo akaingia yeye. Hakuna kiongozi wa Kenya aliyewahi kuingia kwa njia hiyo, kwa njia ya ubabe wa kivita, lakini Museveni amewahi. Museveni tunamuona ni mtu ambaye anajua mambo ya kivita kikweli kweli, yani ni mtu ambaye mbabe wa vita. Hata aliposhika nchi alienda kushiriki katika vita. Mfano, kuna vita ya Uganda alishiriki, lakini pia ukiachilia hiyo alishiriki katika vita ya kwanza ya Kongo, ambao nafikiri hii ndio ilimtoa nani yule kiongozi wa Kongo yule? Alikuwa anaitwa nani? Mobutu Sese Seko. Uganda alishiriki katika vita ya kumtoa Mobutu Sese Seko na wakafanikisha lengo lao, wakamtoa Mobutu Sese Seko akaingizwa Laurent Kabila. Vita ya pili ya Kongo Muganda alishiriki pia. Umeona? Kwa hiyo rais huyu wa Uganda Yoweri Museveni analijua jeshi, anajua mambo ya kijeshi haswa, anajua uzandiki wa kijeshi na kila kitu, anaijua vita, anazifahamu vita, alafu ametrainiwa kupigana misituni. Umeona, huyu ni mwanajeshi ambaye anajua kupigana msituni. Lakini tunamwona amezeeka, si ndio? Lakini akili bado inafanya kazi. Kwa hiyo ana uwezo wa kuongoza jeshi lake vizuri. Lakini kama tunavyosema kwamba pamoja na kwamba ana uzoefu mkubwa sana wa kijeshi, lakini Kenya wanajeshi imara, nafikiri kuliko majeshi yote Afrika Mashariki. Sasa tuangalie kwa mfano, tuseme kwamba Uganda kaamua sasa ajitoe kimasomaso akaipige Kenya. Hali itakuwaje? Kwanza kabisa pale Kenya tunafahamu kwamba mkoloni hajaondoka.
Mwingereza hajaondoka Kenya, ana kambi yake ya jeshi Kenya pale kubwa sana. Kwa hiyo kuna wanajeshi wa Uingereza wamejaa Kenya. Kwa hiyo unapotaka kuivamia Kenya, maana yake ni kwamba unatakiwa kujua kwamba wale wanajeshi wa Uingereza wale sio kwamba watapigana na wewe, labda wapewe ruhusa kutoka Uingereza, lakini watakachokifanya ni wazi kabisa, wataisaidia jeshi la Kenya katika masuala kama vifaa, mafunzo, taarifa za kiintelijensia, vifaa vya kisasa labda vya kijasusi, umeona? Kwa hiyo watawasaidia Kenya. Kwa hiyo Kenya watakuwa na advantage. Kwanza wao wana jeshi zuri, wana bajeti kubwa, wana uchumi mzuri, alafu kuna Waingereza ambao wanaweza wakawapa uwepesi wa kuwasaidia mambo mbalimbali hapo wakiwa kwenye vita. Tukiachilia Uingereza, Kenya kama nilivyosema mwanzo ni rafiki wa NATO ambaye hayuko NATO. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Kenya ikiingia vitani, NATO ataisaidia Kenya kama wanavyoisaidia Ukraine. Sio kwamba NATO italeta majeshi, hapana, bali wataisaidia labda pesa, labda mamluki, labda vifaa, taarifa za kijasusi. Kwa hiyo Kenya itazidi kuwa na advantage kubwa katika hiyo vita. Kwa hiyo katika hii vita inaweza ikawa ikitokea Uganda wakashinda, wakafanikisha lengo lao, basi itakuwa ni kazi sana, tuseme za ukweli. Kwa sababu ukiangalia Kenya wana urafiki na hao wazungu wa NATO, alafu hao wazungu wa NATO wana nguvu sana za kiuchumi. Ni wazi kabisa kama Uganda ndo ataianzisha ile vita, ni wazi kabisa Marekani itaenda Umoja wa Mataifa kutaka Uganda wawekewe vikwazo vya kiuchumi, kutaka nchi watazipiga mkwala nchi mbalimbali zisifanye kazi na Uganda. Kwa hiyo ni wazi Uganda itakuwa katika hali ngumu sana. Kwa hiyo ni wazi kabisa inaweza ikakosa, inaweza ikashindwa hiyo vita. Kwa hiyo Uganda wanaweza kufanya makosa kama yaliyofanyika kipindi cha walivyoivamia Tanzania. Wazungu wa nchi za magharibi wataipigania Kenya kwa nguvu zao zote, kwa sababu Kenya huwa wamepafanya kama ndo makao yao makuu ya hapa Afrika Mashariki. Tunafahamu kuanzia enzi za Muingereza. Muingereza alitutawala Tanzania, aliwatawala Kenya na Uganda, lakini alifanya Kenya ikawa ndo kitovu chake cha biashara. Umeona? Kwa hiyo kwa kuwa Kenya ndo kitovu chake cha biashara, alipaendeleza sana pale Kenya. Na ndio maana hata Kenya imekuwa rahisi kunyanyua uchumi kuliko sisi wengine, kwa sababu Kenya ni kama walitafuniwa mambo mengi. Muingereza aliwajengea pale bandari kubwa sana, Muingereza aliwajengea miundombinu ya kuweza wafanye biashara na nchi zilizo pembezoni mwao, Muingereza alijenga miji yao vizuri. Kwa hiyo Kenya walitafuniwa sana uchumi na Muingereza. Ndio maana ni rais wao, ikawa rais wao kuendeleza uchumi. Wasingetafuniwa au wangetawaliwa mara mbili kama sisi, Kenya wangepata tabu sana, kwa sababu wanauchukiana wenyewe kwa wenyewe kikabila. Kwa hiyo vita kama hii kwa kweli Uganda itabidi wajifikirie mara mbili, kwa sababu Kenya wamewazidi Waganda kwa kila kitu. Ila tu Waganda wana kiongozi mzuri sana anayejua jeshi, mwenye uzoefu na vita mbalimbali. Kwa hiyo labda afanye vita michezo mbalimbali ya kivita ashinde. Kitu ambacho pia kinawezekana, kwa sababu Warusi huwa wanakutana na Wamarekani katika maeneo mbalimbali, na Warusi wanaibukaga kidedea, wanashinda dhidi ya Wamarekani wenye pesa nyingi, wenye washirika wenye nguvu, wenye vifaa vingi, umeona? Kwa hiyo pengine inawezekana wakaweza kushinda katika vita kama hiyo. Lakini swali la kujiuliza ni je, kwani Uganda zamani walikuwa na access ya bahari? Jibu ni kwamba enzi za himaya, Uganda himaya zao hazikuwa na access ya bahari ya Hindi. Kwa hiyo hawakuwaga na bahari ya Hindi wao toka zamani. Na Muingereza hata alipokuja kututawala, alitengeneza njia za reli na barabara ili Waganda waifikie bandari ya Mombasa. Hicho ndicho alichoweza kuwafanyia. Lakini Muingereza naye hakutaka kuwapa access Waganda, access ya bahari ya Hindi Waganda, kwa sababu kama nilivyosema, Muingereza alipafanya Kenya ndo makao yake makuu kibiashara. Kwa hiyo hakutaka kuwapa wale access, kwa sababu angevuruga mapato yake. Kwa hiyo Muingereza akawatengenezea wale miundombinu ya reli na barabara ili waifikie. Lakini kuna mambo ambayo Uganda wanaweza wakafanya ili wapate hizi access bila kutumia vita. Mambo hayo nitaeleza kwa urefu katika group letu la WhatsApp siku hii ya leo. Huwa naandaa audio za dakika 20 kila siku, ni 1500 tu kwa mwezi, na namba yetu ni 0745 86 11 07 0745 86 11 07. 1500 tu kwa mwezi. Kila siku utapata audio zenye urefu wa kuanzia dakika 20. Leo nitaongea kwa undani zaidi juu ya option ambazo Mganda anaweza akazitumia ili aweze kupata urahisi zaidi wa kutumia labda bandari, umeona? Kwa hiyo nitaongea kwa urefu zaidi.
Mimi ninaitwa Robin Rachel. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kila ninaporusha video zetu uwe unazipata. Na sisi tunaongelea migogoro ya kimataifa na habari mbalimbali za kimataifa.